ambao wanajivunia. Basi jana sisi tumepokea vile vile masalia ya mwenye heri Yohane Merlini, tumefanya ibada, na sasa hivi wakati huo watoto wa sekondari ndio wamepokea, na katikati ya wiki watoto wa primary nao watapokea, ili waweze kusaidiwa na huyu mwombezi mkuu ambaye ni kama msingi wa shirika ya damu takatifu, mapadri na masista, na pamoja na kwamba ni mtu mtakatifu katika kanisa. Kwa hiyo na basi, kwa kuwa mtu anapotangazwa kuwa mwenye heri lazima awe amefanya miujiza, na ili atangazwe kuwa mtakatifu kamili 100% mbele Mwenyezi Mungu na mbele ya kanisa, basi inahitajika miujiza mingine. Basi labda huenda hata kati yetu, na ndio sababu walisambaza hata picha yenye sura yake, kuna sala nyuma yake, ambapo basi kama wengine wanaweza kusaidiwa naye kwa namna ya miujiza au kwa namna ya misaada, basi tunaweza kumkumbuka, kwa kuwa ametangazwa mwaka jana Januari tarehe 12 alipokuwa tunapokumbuka kuingia kwake mbinguni kwenye 1824. Basi tuweze na sisi kufanya 34, tuweze na sisi kufanya labda kuweza kusaidiwa na yeye katika maombi yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi tuingie sasa. Leo kuna mambo mawili nimesema mwanzo wa ibada. Kawaida nyuma hapa leo ilikuwa Jumapili in albis, nyeupe, lakini imebadilishwa kuwa Jumapili ya huruma. Kwa leo walikuwa wanasema Jumapili nyeupe ni kwa sababu wakati ule watu walipokuwa wanabatizwa walikuwa wanavalishwa kweli nguo nyeupe, na kwa wiki nzima walipokuwa wanaenda kwenye ibada walikuwa wanavaa nguo nyeupe, na Jumapili kama hii leo walikuwa wanaondoa hiyo nguo nyeupe moja ya kama kanzu hivi, na walikuwa wanaanza kuvaa nguo zao za kawaida wakati wa ibada, na ndio sababu ilikuwa inaitwa Jumapili nyeupe. Lakini sasa Baba Mtakatifu ameona ya kwamba ni vizuri, kwa sababu zawadi tulizopata sisi kwa ufufuko wa Bwana tumesikia leo. Nendeni ulimwenguni pote, na yeyote mtakayoweza kuambia umesamehewa na Mungu anasamehewa. Zawadi ya Pasaka, pamoja na kwamba ni zawadi ya kwamba hatutakufa na tutazikwa kama mbwa, bali tutakuwa na uzima wa milele, na hiyo ndiyo zawadi ya ufufuko wake. Lakini kabla ya kufikia pale, ili tuweze kufikia pale, njia ya kufikia pale ni huruma ya Mungu, na huruma ya Mungu inaonekana katika maisha yetu kwa njia ya kitubio. Kwa sababu tunapoenda mbele ya Mwenyezi Mungu tukisema hapa ndipo nilipofika, zaidi hapa nimeshindwa, sina nguvu ya kusonga mbele zaidi, na Mungu anasema sawa, mimi nakusameni, nakupa nguvu nyingine, sasa upige safari nyingine. Ulikuwa unatoka Dodoma unaenda Dar es Salaam, umefikia Wakibaiwa wameshashindwa, sawa, hamna shida, ninakupa tena nguvu, songa mbele. Nimefika Gairo nimeshindwa, sawa, sasa nakusaidia, naenda Morogoro. Nimefika Morogoro sijafika, sawa, nitakusaidia mpaka Kibaha, baadaye ndio mpaka Dar es Salaam. Ndio maisha yetu yalivyo. Tunaungama kila mara kwa sababu tunajua kwamba hata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa roho zetu bado hazijaiva moja pamoja na upendo wa Mungu na nguvu za Mungu katika maisha yetu, tunafanya hatua kwa hatua, na Mungu anajua hilo. Ndio sababu alituzawadia huruma yake, msamaha wa dhambi, ndio alichotuzawadia. Kwa hiyo sasa hii naongea hasa zaidi kwa ajili ya ninyi wakubwa, kwamba msipuuzie maungamo. Maungamo sio unaona aibu, wamesema nimekosa hivi na hivi na hivi. Usiogope, Mungu anajua, anataka uende pale umwambie, mimi nimefika hapa, ndio uwezo wangu, sasa uniwezeshe nisonge mbele zaidi. Sasa ni kama mtu ameishiwa petroli, anaomba aibu, aombe yule mwenye petrol station pale amwekee diesel au petroli. Hawezi kusonga mbele, utakaa pale pale tu. Na sisi ndio tusipotumia sakramenti ya kitubio hatutasonga mbele, tutakuwa tunapiga huko, unapokuwa unapiga huko, unapiga miguu watoto, unafanyaje pale? Unapopiga miguu uendi mbele, ni unasema basi unasemaje? Basi sio unachosema, basi unapiga pale huko pale unapiga miguu, lakini uendi popote. Basi isiwe hivyo maisha yetu ya kiroho. Hiyo kwa hiyo ni kwa ajili yetu sisi, Jumapili ya huruma, tutumie huruma ya Mungu. Lakini sasa mimi nataka kurudi katika Injili sehemu ya pili.
Sawa, sisi hapa tunaona Tomaso na mara nyingine tunaona kwamba ameaibika kweli kweli, si ndivyo? Kwa sababu Yesu amejionyesha kwa mitume na wao wakamwona, na baadaye Tomaso alikuwa ameenda kufanya shopping, alikuwa ameenda kununua chakula. Basi anaporudi mitume wanamwambia, tumemwona Bwana. Akasema, jamani, najua mmepata kizunguzungu kwa sababu ya njaa. Mmemwona Bwana nyie? Bwana gani wapa? Yuko wapi? Kama amemwona Bwana singemwona hapa. Basi nimeleta chakula tule tu, hamna shida. Hii mambo yenu ya kivulivuli kichwani itakuwa imepotea. Sema, bwana tumemwona. Wapi? Mpaka nimwone na mimi nitie na kidole na mkono. Basi Jumapili iliyofuata akajionyesha tena Yesu. Sasa yeye alipomwona, basi akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Jamani, tunamwonaje Tomaso? Alikuwa mtundu sana, alikuwa mtundu sana. Lakini ujiulize, ni nani aliyeamini bila kumwona? Maria Magdalena alikuwa pale analia nje ya kaburi. Malaika sema, kwa nini unalia mwanangu? Asema, amenichukua Bwana, wala sio nilipomweka nani. Akasikia nyuma yake mtu anasema, kwa nini unalia? Akafikiri ni mtunza bustani. Akamwambia, wewe mtunza bustani, sasa kama umenichukua wewe niambie ulipomweka mimi. Akamwambia, Mariamu, wewe mwalimu wangu, kumbe ni wewe. Akamwambia, sawa, sasa nenda kamwambie mitume. Akaenda kawaambia, jamani, nimemwona Bwana. Akasema, wapi wewe, mwana wanawake hawa wanaona mambo ya kivu, wapi. Wakaenda Petro na Yohane, wakaangalia, wakakuta kaburi. Waliamini, walirudi. Jioni sasa akajionyesha. Ngoja, kabla ya hiyo sasa, wale wa Emmaus walipokuwa wanapiga Kiswahili pamoja naye huko barabarani na nini, mpaka wakaingia jioni, mpaka kaweka fanya ekaristi pamoja nao, macho yao kafunguka, wamemuona, wakaamini, wakarudi. Wakawaambia wale mitume, jamani, tulikuwa na sisi njiani huko kidogo. Waliamini? Hawakuamini. Yesu anajionyesha. Akaonyesha nini? Makovu na nini na nini, wakaamini. Sasa utawezaje kumsema Tomaso kwamba mimi nisipomwona sitaamini? Mbona wote huko nyuma hamjaona, hamjaamini? Hakuna atakayejenga imani yake juu ya maneno. Hakuna. Kama imani yetu inajengeka juu ya maneno na hatutamuona Bwana, imani yetu haitaweza kustahimili majaribio. Sasa utamuonaje Bwana? Utamuonaje Bwana? Yesu akawaambia, sasa nendeni. Na sehemu ya pili ya tatu ya maandiko matakatifu inaitwa nini? Matendo ya nani? Ni kazi zote ambazo wao walikuwa wanatenda. Watu wataamini kwamba mimi nimetumwa kama watawaamini ninyi. Sisi tuna kazi ya kuweza kuonyeshana kwamba Bwana amefufuka kama kwa matendo ya maisha yetu. Hatusikii mahubiri yao makubwa waliokuwa nafanya. Hapana, tumesikia katika ile somo la kwanza walivyokuwa nafanya. Walikuwa nasikiliza mahubiri ya waliokuwa nafanyika, lakini baadaye walikuwa naanza kusali, walikuwa naanza kushirikishana hata mali, mpaka waliweza kufikia kwamba mtu akiingia pali anapeleka kitabu chake cha benki, anakipeleka kwa mitume, ili walichokuwa nacho iweze kutumika kwa wote wa jumuiya yao. Kila mmoja alikuwa anaweka. Na tunasikia kwamba hata wengine walikuwa nafanya ujanja mpaka walilaaniwa kabisa. Akasema, nilikuwa na shamba, sina shamba, basi au nimepata kidogo, hii kumbe ilikuwa uongo. Basi mpaka ndio ikaja adhabu kutoka kwa Mungu. Lakini sasa sisi
hatuhitaji kupeleka kitabu chake cha benki mahali popote, ili lazima tuonyeshe kwa njia ya matendo yetu kwamba tumemwona Bwana. Kila mmoja anamuonyesha mwenzie. Kama katika familia tunaweza kusameheana, katika ndoa, wanandoa kama wanaweza kujenga amani. Amani, unajua, sio ni hali ya sio ya hewa ikoje, ni kwamba najisikia kwamba mimi nipo mikononi mwa Mungu, namsikia Mungu yupo ndani yangu, nina amani, sina wasiwasi na kitakachotokea. Sio jambo la vita, kutokuwa na vita. Pamoja na kwamba jana usiku Baba Mtakatifu na kanisa zima walikesha kwa ajili ya amani huko sehemu ya Irani na kadhalika, na huko Ukraina na mahali popote, walikuwa wamekesha usiku kucha ya leo kuweza kuomba amani, sawa, katika mahali ambapo kuna vita. Lakini amani anayotupatia Bwana hata hiyo itakuwa tunda la amani ambayo inajengeka katika familia zetu na katika maisha yetu. Kila mmoja wetu, chochote utakayomfanya mhitaji umenifanyia mimi. Na kwa hiyo ndugu zangu, kila mmoja wetu kama hajaonja kwamba pamoja naye kulikuwa kwanza huruma ya Mwenyezi Mungu. Huruma ya Mungu ndio alama ya kwamba yeye yupo. Huruma kwamba unasamehewa, ile sehemu ya kwanza ya mahubiri, kwamba mimi pamoja kwamba sistahili, ningepaswa sijui kuadhibiwa na Mungu, lakini Mungu anasema amani iwe kwako, nenda na kusamehe dhambi. Ndio namba yetu ya kwanza ya kuweza kuonja kwamba Bwana yupo, tunasamehewa. Na baada ya hapo, kwa matendo mbalimbali, sisi na wengine tunakuwa watu. Anasema Yesu, ninyi sasa mtakuwa watu wenye kuonyesha kwamba mimi nipo, mimi nimefufuka. Kwa sababu maisha yetu yatakuwa tofauti na maisha inayotawaliwa na kimvuli cha mauti, kimvuli cha giza la ulimwengu, la tamaa za ulimwengu na nini. Basi ulimwengu ndivyo unavyoishi, pamoja na kwamba inajitahidi kutudanganya kwamba wanakaa katika mafanikio na nini. Watu wengi zaidi wanaojiua ni watu wenye matajiri sana, kwa sababu baada ya kuonja kila utajiri, walifanya kila utajiri wa pesa, baadaye ya mali, baadaye ya anasa, wanafanya mambo ya ajabu kabisa, na baadaye mwishoni wanajiua. Kwa sababu pale ni kimvuli, pamoja na kwamba unawasha taa ya ulimwengu, ni kimvuli kitupu. Sasa nawapia hadithi moja, nisikilize vizuri watoto. Sijui kama yule atatulia, mtanisikiliza mimi. Haya, sikilizeni vizuri. Kulikuwa na kijiji kimoja, kilikuwa kinaitwa kijiji cha Kimvuli. Kijiji hicho kilikuwa kuaje? Kilikuwa kinakaa kama mikono miwili hivi, mwanzo na mwisho inafunga hivyo. Na huko pembeni kulikuwa na milima mirefu kabisa. Watu pale walikuwa hawajaona jua kama jua, wanaona kwamba masaa fulani kuna mwanga, na baada ya masaa fulani giza inaingia. Na hata ule mwanga uliokuwepo ulikuwa mwanga ambapo sio mwanga mzuri sana, walikuwa na kuna ukungu na nini, na watu walikuwa wameshaanza kuzoea kukaa katika ukungu, katika nini, nusu giza hivyo. Na watu basi walikuwa wameendeleza sana kuwasha taa, kuweka taa ya kila aina na namna, ili watu waweze kufurahia maisha ya usiku pale, kwamba kulikuwa na sherehe na starehe na nini. Sasa mwanzo wa kijiji kulikuwa na mzee mmoja, alikuwa mzee anaitwa mzee Amosi. Sasa wao walikuwa wameshasema kwamba huyu mzee Amosi alikuwa ameshapata nini? Kichaa. Kwa nini walikuwa nasema wakipita pale, mzee kichaa huyu hapa? Kwa sababu huyu mzee Amosi alikuwa mtu ambaye alikuwa na mavitabu mengi sana pale, alikuwa na visoma, alikuwa na basi, na alikuwa anasema, jamani, sio kweli kwamba maisha huo wa uvuli ni wa mwisho. Kule nje ya milima kuna kitu kinachoitwa mwanga, kuna ulimwengu wa mwanga, na kule ndio kuna mambo mazuri zaidi kuliko hapa. Watu walikuwa wanasema, wewe mjinga wa uzee umekuingilia, umepata kichaa. Basi walikuwa wameshazoea, wanaishi maisha kama hivyo, wanazaliwa, wanakuwa, nakufa hivyo katika giza ile. Basi sasa siku moja alikuwepo kijana mmoja mchachari sana. Ataitwaje huyu kijana? Haya, semeni jina moja mnayoipenda. Daudi. Haya. Alikuwepo kijana mmoja alikuwa anaitwa Daudi, mchachari kweli.
Akasema basi labda huenda huyu mzee Amosi huyu sio kichaa. Alienda kuongea vizuri, akasema mzee Amosi, hivi uniambie ukweli, wewe unachokisema umeshakiona? Akasema mimi sijakiona, lakini vitabu hivi vinasema kwamba kuna mji wa mwanga. Lakini sasa sisi tunajua tunakaa hapa, kuna milima hii mikubwa mirefu, lakini uko nje kuna mji wa mwanga, kuna ulimwengu wa mwanga. Daudi akasema aisee, anasema kweli au ni uzee, ni kichaa cha uzee huu hapa? Akasema lazima niangalie, haiwezekani. Sasa hakusema kitu kwa mtu. Basi usiku akajiandaa, akaweka begi yake, akaweka vifaa vyake. Basi bado ukiwa na giza, amezoea kuishi kwenye giza, akaanza kupanda kwenye mlima. Kwanza milima ilikuwa hivi na hivi, sio mikali sana, lakini kwa kuwa ni giza, mara alikuwa anajikwaa, anajikata, mara alikuwa anaanguka, mara alikuwa anafanya hivi na pale. Basi alipata kila shida. Kila anapokwenda huko alisikia upepo ukamwambia, unaenda wapi wewe mwendazimu? Hakuna huko mwanga, baki hapa. Basi anaona wanyama wakali wanataka kumvamia. Akisema sasa sisi tutakurarua pale, hamnaenda kwenda, hamna kitu, tutakutumaliza. Yeye anawafukuza, anasonga mbele. Mwisho basi kifupi akasonga mpaka pale mwisho, akakuta mlima ni ukuta kabisa hivi. Akasema hapa mimi tapandaje hapo? Kumbe hamna kabisa uwezekano wa kuvuka na kwenda kuona baada ya mlima huo ulionyoka hivyo kuna nini pale nje. Lakini akasema huenda, ngoja, si mchachari, akasema ngoja mimi nijaribu kuona kweli utakuwa ukuta kioo kiasi hicho kila sehemu. Akaanza kuzunguruka, mara akaona kama kuna pampasuko kidogo. Akasema sasa nikianza hapa kwenda kwenye mipasuko hapa kidogo, basi akaanza kwenda kwenye mipasuko, anaweka huko, vidole vinaanza kutoa damu. Akaenda huko, anaona hapa anaweza kuweka na goti, anajikata huko, nayo inaanza kutoka damu. Basi anaenda hapo, anaweka labda hapa nikiweka hata mguu mmoja atakajikata. Akasonga, kila anapokwenda basi damu inatoka hapo na pale. Mwishoni akafika mwishoni kabisa, akaona kule juu kunaanza kuwepo angalau kamwanga kadogo, tofauti na jinsi alivyokuwa amezoea kule kuona mwanga katika uvuli wake kule chini. Akasema ngoja nijitahidi sasa mpaka la mwisho nifike juu. Akajiumiza, akafika juu kweli. Alipofika juu na jua likatoka. Alipoona mwanga na jinsi mwanga unavyoweka rangi ya ulimwengu, ukawa ni furaha kubwa kweli. Akasema ngoja, pamoja na hayo lazima nirudi niwaende waambie pale wale wajua nini, wasema yule Amosi ni kichaa. Kumbe ni kweli kuna mji wa mwanga, ulimwengu wa mwanga. Basi kwa hangaika akashuka, akafika mpaka tena kijijini pale, amejeruhiwa kila sehemu. Basi sasa kaenda akajiosha, akaweka nini kidogo bandage na nini. Baadaye akaenda kwa wazee, akasema kwanza akaenda kwa Amosi, akambusu sana, akasema asante sana, kumbe maandiko yako yalikuwa ya kweli, nimeona kweli kuna ulimwengu wa mwanga, na sasa lazima niende niwaambie na watu hapa wajue kwamba kuna ulimwengu wa mwanga. Hii navyo tunavyoishi katika hiyo giza, katika ulimwengu wa giza, sio ndio lengo la maisha yetu. Lengo la maisha yetu ni ulimwengu wa mwanga. Basi sasa akaenda kwa wazee pale, akaanza kuambia, jamani, mimi nimepanda, unaona hapo nilivyopata shida, lakini nimefika kweli, nimeona kweli kuna ulimwengu wa mwanga kabisa. Kwa hiyo sasa kukaa hapa hivyo, lazima tutoke tuweze kwenda huko juu, labda tutengeneze hata njia iliyo rahisi zaidi, lakini watu waende waishi, sio wazaliwe kufa hapa katika ukungu na giza. Twende tukaishi katika ulimwengu wa mwanga. Wazee wakasema
huyu mchachari huyu anataka kutuharibu. Oho, wakajaribu kumkamata. Sasa wengi kati ya watu walianza kusema lakini huyu toto si alikuwa chachari tu, ni mwongo kabisa, anataka sijui nini, tufanye nini. Sasa kwa hiyo yeye basi kulikuwa na vijana wenzake, wachachari wenzake, akina nani pamoja na Daudi alikuwepo na mchachari nani na nani, haya baadaye na nani walikuwa 12, walikuwa 12 walimwamini. Sasa walipomwamini, lakini mmoja wao, kwa hiyo wasema jamani, sisi kesho lazima tuende tuone anavyosema huyu nani mwenzetu, kwamba kule tuende tukaone ni kama ni kweli. Lakini mmoja wapo akaenda pale akawaambia wale wazee, unajua wale vijana wameamua kwenda hivi na hivi kesho. Basi sasa wale vijana, kwa sababu waliona kwamba labda hapa kuna shida, hata mapema kuliko walivyoamua, wakaanza safari yao, wakaanza kwenda, wakalipata shida huko na huko. Walipofika pale, ukuta ulikuwa hivyo, wakasema hapa tutapandaje? Hapa tapandaje? Sasa na yule nani Daudi akuwepo, alikuwa amekamatwa. Sasa tutafanyaje hapa? Akasema ngona hii tunaona hii alama nyekundu hii hapa, labda huenda ndio njia ya kwenda. Unaona hii alama nyekundu tujaribu na sisi. Basi wakaanza alama ya kwanza, alama ya pili, alama ya tatu, nao wanajiumiza hivyo hivyo, alama ya 4, alama ya 5, alama ya 6, mpaka wakafika huko juu. Walipofika juu, wakaona ulimwengu wa mwanga. Na sasa ghafula yule mchachari akaonekana pale. Alipoonekana pale, alikuwa amejaa mwanga, na pale alipokuwepo, basi mto wa maji ulianza kushuka mpaka kwenda kijijini. Akasema watu kuanzia hapa sasa hivi watajua kwamba kuna ulimwengu wa mwanga, na njia ya kufikia ndiyo njia hii. Akatoweka. Inatuambia nini hadithi hiyo? Inatuambia nini? Sijui hata mimi, inatuambia nini? Inatuambia nini? Nilikuwa na hadithi nimetoa hivi, lakini ina maana. Hapo mwisho niliposema kwamba Yesu alipowaambia Tomaso na wale wengine, ulimwengu wataweza kuniona kama na kuona wewe ambaye unaishi ukweli wa Pasaka, msamaha wa Mungu. Kwa hiyo inakupa utulivu na uhakika kwamba Mungu atanipenda hata pamoja na makosa yangu yote, ataniwezesha. Na jambo la pili, ya kwamba kila mmoja wetu lazima apitie hiyo njia. Kumbe zile alama zilizokuwa zimebaki zilikuwa alama ya mateso ya Bwana. Ndio kovu, ndio matundu yake aliyokuwa ameacha kama njia ya kufikia katika mji wa mwanga. Najua haitakuwa kazi rahisi, na wala si kazi ya siku moja, na si kwamba tutaweza kubadilika kwanza sisi kama walivyobadilika mitume, na waliweza kuwabadili watu kwa sababu maisha yao yalibadilika. Kutoka pale baadaye watakapopokea Roho Mtakatifu, kuanzia pale Petro na wengine wataenea ulimwenguni kote bila kuogopa. Na watu walikuwa na wakamata wa Kristo wa kwanza, walikuwa wanawaua, wanawatesa, lakini kadiri wanavyofanya hivyo, na watu walikuwa wanaamini kama hao wameweza kustahimili hata kuacha maisha yao. Kumbe kuna ulimwengu wa mwanga. Kumbe ni kweli, hatuwezi kuishi katika giza na uvuli wa dhambi, giza na uvuli wa ulimwengu na tamaa zote ambazo katika ulimwengu wanatudanganya kwa kuwashia taa ili tusione kwamba ni ukungu. Hapana, tuamini ya kwamba katika kubadilika sisi tutaweza kuwa mashahidi kwa ulimwengu kwamba Bwana amefufuka.
na sisi tutaweza kweli kuwa mashahidi. Ndugu zangu, tunapata jukumu hilo. Tusiogope, kama najua mara nyingine mabadiliko katika maisha yetu yana mateso ndani yake, yana kujinyima katika kadhaa katika maisha yetu, lakini tusiogope. Kristo amepitia na Kristo atatuwezesha, na tukumbuke kwamba kuwashirikisha wenzetu ni wajibu. Wajibu sio kushirikisha tu basi sawa hata na utajiri na nini, lakini kuwashirikisha wenzetu imani yetu ya Kristo mfufuka ni wajibu wa kila mmoja wetu, katika familia yake, mahali tunapofanya kazi, kati ya marafiki zake, kati ya watoto tunaosoma nao, kila kitu tunapaswa kuwajibika. Tuonyeshe yule Daudi ambaye alikuwa Kristo alituonyesha, na mitume wa baadaye wakamfuata, wakaonyesha kwa ulimwengu. Na sasa kila mmoja wetu anakaribishwa kuonja kwanza ufufuko wa Bwana katika maisha yake, na baadaye katika maisha yake yawe matendo sasa yako wewe na yangu mimi yatakayomtangaza Bwana mfufuka. Tumsifu Yesu Kristo.